Hivi unafahamu ya kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi 53 za Afrika ambazo China imezifungulia fursa ya kuuza bidhaa nchini China bila ya ushuru? Tarehe 14 Februari 2026, Mheshimiwa Rais Xi Jinping wa China katika ujumbe wake wa pongezi kwa mkutano wa Umoja wa Afrika alitangaza kuwa kuanzia tarehe 1 Mei 2026, China itaanza kutekeleza sera ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika zilizo na uhusiano wa kidiplomasia na China, huku ikiendelea kusukuma mbele makubaliano ya ushirikiano wa maendeleo ya pamoja ya kiuchumi. Na je, unafahamu ni fursa zipi ambazo mfanyabiashara wa Kitanzania anazipata kutokana tu na fursa hii ya kuuza bidhaa China bila ya ushuru? Hapa nipo katika mkutano wa wadau, mkutano ambao umeandaliwa na Wizara ya Viwanda na Biashara kwa ushirikiano na Jumuiya ya Watu wa China kwa lengo la kujadiliana kuhusiana na fursa hizi ambazo zimekuja baada ya China kuruhusu nchi 53 kuuza bidhaa zao bila ya ushuru nchini China. Na mgeni rasmi wa mkutano huu ni Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga. Waziri Kapinga kupitia hotuba yake pamoja na mambo mengine amezitaka mamlaka za serikali hususan taasisi ambazo ziko chini yake kuhakikisha kwamba mfanyabiashara ahangaiki, akisema kuna wakati baadhi ya wafanyabiashara huhangaika wakishindwa kujua namna ambavyo wanaweza kutatua changamoto zao za kibiashara. Anasema watahakikisha wanaratibu vema mnyororo unaofanya mfanyabiashara asipate shida ya kutojua ni wapi anaweza kutatuliwa shida yake. Mkutano huu unafanyika katika kipindi muhimu ambapo Tanzania inaendelea kujiimarisha katika nafasi yake katika biashara za kikanda na kimataifa kupitia diplomasia ya uchumi. Wafanyabiashara wanataka utatuzi wa changamoto ili tuweze kufikia soko. Kwa hiyo wote tunakubaliana kwamba fursa hii ni fursa muhimu sana kwa wafanyabiashara wetu, na tunashukuru sana wenzetu wa Jamhuri ya Watu wa China kwa kutufungulia milango hii ya kibiashara. Tunashukuru sana sana sana. Sasa changamoto inafika kwenye upande wa pili wa kuunlock na namna ya kutapu hizo fursa kwenye soko ambalo limefunguliwa. Na hii sasa inatupa kazi sisi upande wa serikali wa kufanya kwa mahususi. Ndugu zangu, fursa hii ni fursa isiyo ya kawaida. Na inapotokea wakati tunakuwa tuna fursa zisizo za kawaida, zinatulazimisha tuje na mikakati isiyo ya kawaida ambayo itatuletea mafanikio. China ni nchi ya tofauti. Ndo nchi ambayo kwa sisi wa Tanzania ndo tunaongoza kwenye kufanya nayo biashara. Kwa hiyo ili tuweze kufungua milango zaidi ya biashara, inatulazimisha sisi katika sekta kuja na mikakati tofauti ya kuwasaidia wafanyabiashara kwenye kulifikia soko. Sasa kwanza nianze na michango ambayo imetolewa hapa. Mingi inahusiana na GACC. Na changamoto ziko nyingi, lakini la kwanza ambalo sisi tunaliona ni facilitation. Uratibu, kuna sehemu mnyororo wake unakatika, na tunamwacha mfanyabiashara yeye mwenyewe ahangaike kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Akikwama hajui arudi TPHA, hajui arudi Kopra, hajui aende Tantrade, hajui aende ubalozi, au hajui arudi kwenye Wizara ya Viwanda na Biashara. Kwa hiyo la kwanza ambalo nataka niwahakikishie, tunajiratibu ndani ya serikali ili kuhakikisha mfanyabiashara huyu ambaye anauza nje, tunahakikisha anapoanza kutoka kituo cha kwanza tunaenda naye mpaka anapofanikiwa mwishoni. Tunaenda kuweka vizuri mnyororo wetu wa uratibu ili kuto kumwacha katikati na ili tusiweze kujua progress. Kwa hiyo tumewaambia Tantrade, kama kuna kipindi ambacho inabidi Madam Latifa ukaze mkanda ni kipindi hiki. Wewe ndo mratibu wa exporters wote, kwa lazima uwalete hao wenzako wote kwenye sehemu moja ili muweze kumsaidia exporter. Asibaki yeye mwenyewe amekwama, hajui amshike nani amsaidie nani. Kwa hiyo kwa sababu China tunafanya nayo biashara na ndo nchi ya kwanza ambayo tunaongoza kwenye biashara, inakulazimu uwe una dedicated desk kwa ajili ya swala la exporters kwenda China, Tantrade. Kwa hiyo ni muhimu sana. Mageuzi ya viwanda
na kukuza uchumi unaotegemea mauzo ya nje. Naomba kwa unyenyekevu mkubwa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake imara na diplomasia yake ya uchumi ambayo ndio inatusaidia leo tunaweza kupata fursa kama hizi. Lakini kipekee naomba kumshukuru sana balozi wa China hapa Tanzania kwa ushirikiano mzuri sana anaotupatia kupitia wizara yetu ya viwanda na biashara, na tumeshirikiana vizuri sana katika kuandaa mjadala huu muhimu wa kisera, na ushirikiano huu unaonyesha urafiki wa muda mrefu na ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi zetu mbili. Ndugu washiriki, Tanzania na China zina uhusiano wa kihistoria, uhusiano ambao umejengwa juu ya kuheshimiana, mshikamano na malengo ya pamoja ya maendeleo. Urafiki huu umeasisiwa kwa kipindi kirefu sana na viongozi wetu wa zamani na unaendelea kuasisiwa na viongozi wetu wa sasa. China inaendelea kuwa mmoja wa washirika wetu wakuu wa kimkakati wa Tanzania katika biashara na uwekezaji. Biashara kati ya nchi zetu imeendelea kukua kwa kasi ikichochewa na ushirikiano katika miundombinu, uwekezaji wa viwanda, kilimo, madini, utalii na uzalishaji viwandani. Na kwa sababu Balozi Chen ameeleza kwa kirefu sana namna ambavyo mashirikiano yetu ya kiuchumi na uwekezaji yamekuwa yakiongezeka, basi nitapenda nisirudie kwa yale ambaye ameyasema. Sasa leo hapa tunaweza tukaongea mambo mengi sana na nikaja na speech ya dakika 30, 40, lakini mimi nawajua wafanyabiashara. 2026年2月14日，中国国家主席习近平在致非洲联盟峰会的贺电中宣布，中方将于今年的5月1号对53个非洲建交国全面实施零关税举措，同时继续推动商签共同发展经济伙伴关系协定。 Tarehe 14 Februari 2026, Mheshimiwa Rais Xi Jinping wa China katika ujumbe wake wa pongezi kwa mkutano wa Umoja wa Afrika alitangaza kuwa kuanzia tarehe 1 Mei 2026, China itaanza kutekeleza sera ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika zilizo na uhusiano wa kidiplomasia na China, huku ikiendelea kusukuma mbele makubaliano ya ushirikiano wa maendeleo ya pamoja ya kiuchumi. 该举措在非洲引发广泛的反响。非盟委员会主席游树福表示，习近平主席贺电饱含深情，零关税举措令人振奋，充分体现中方对非和非中关系的高度重视，是非中传统深厚友谊与高度政治互信的又一有力印证。 Hatua hili limepokelewa kwa mwitikio mkubwa barani Afrika. Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika, Yusuf, alisema kuwa ujumbe wa Rais Xi Jinping umejaa urafiki wa dhati na hatua ya ushuru sifuri ni ya kutia moyo sana, ikionyesha wazi umuhimu mkubwa ambao China inaipa Afrika na uhusiano wa China na Afrika. Pia ni ushahidi mwingine muhimu wa urafiki wa jadi na uaminifu mkubwa wa kisiasa kati ya China na Afrika. 首先，我想谈谈零关税政策能给坦桑尼亚带来什么样的好处。我想从3个方面来谈。 Kwanza, ningependa kueleza namna ambavyo sera ya ushuru sifuri italeta manufaa halisi kwa Tanzania katika maeneo matatu. 第一是在贸易方面极大提升出口竞争力。 Kwanza, katika biashara, ushindani wa bidhaa za mauzo ya nje utaongezeka kwa kiwango kikubwa. 坦桑尼亚对华出口以优势农产品为主，去年中坦贸易额达到了112.8亿美元，同比增长27%。 Mauzo ya Tanzania kwenda China yanajikita zaidi katika bidhaa za kilimo zenye ushindani. Mwaka 2025, kiwango cha biashara kati ya China na Tanzania kilifikia dola za Marekani bilioni
11.28 ikiwa ni mara ya kwanza katika historia ya kuvuka kiwango cha bilioni 10.